Leo mchana huu wakati nakwenda najitayarisha kwenda msikitini, natazama simu yangu, namwona mzee Warioba anazungumza kuhusu katiba, na akamzungumza vile vile Dr. Nchimbi, na alimzungumza akamsifia sana uwezo wake, na akasema kuwa alipoondoka Bunda ambako nakotoka mzee Warioba akiwa mkuu wa mkoa pale, wilaya sina hakika, sikumbuki, basi walijenga shule wakapa jina lake, na pengine haya tusingesikia kama asingejiuzulu nafasi zake na vile asingefaa chama. Hakika vitu kama hivi siku zote vinaleta simanzi, lakini ndio dunia ilivyo. Hii ni sehemu ya maisha yetu. Sasa nataka nitengeneze kipindi cha pili nizungumzie hizi historia za kujiuzulu viongozi wetu. Nimeanza na historia tano pale Sheikh Suleiman Takadiri alipofukuzwa chama, na sidhani kama kuna mtu atafukuzwa chama na ataandamwa na wanachama wenzake kama alivyoandamwa Sheikh Suleiman Takadiri, lakini ndio maisha. Sasa kipindi hiki nataka nimzungumze Abu Jumbe, na kipindi hiki raha yake kidogo ni kuwa haya ndio kuhadithieni yote mzee Jumbe kanihadithia kwa kinywa chake mwenyewe, tukiwa tumekaa nyumbani kwake Mji Mwema. Na mzee Abu Jumbe alikuwa na sifa moja. Mzee Abu Jumbe akipenda sana kuandikia, na mimi na wenzangu kualika watu kuja pale nyumbani, wakala chakula, wakazungumza kama na jambo, ndio inakuwa hivyo. Na mzee Jumbe kama anakualika kwenye chakula, ujitayarishe, na kama unaweza kula haluli usiku wake wa jana na asubuhi usinywe chai, fanya hivyo, kwa sababu hakika alikuwa anajua kushusha vitu. Hizi biriani na juisi, mashallah. Namkumbuka mzee wangu. Haya ninayokuelezeni nimeandika katika tazia yake alipofariki mwaka 2016. Nilimwandikia tazia, na hii tazia kilichonifanya hasa nikae chini kwa makini, tazia nusu kitabu, unaweza kufanya kitabu hivi, ni jinsi nilivyoona watu hawamjui Abu Jumbe, wakidhani kuwa yeye baada ya kutoka madarakani alikuwa mtu mnyonge, akiawaza ile madaraka, akitamani kurudi kule. Mzee Jumbe kwa hivyo, mzee Jumbe alijitupa kwa Allah moja kwa moja, na si kwa baada ya kutolewa kwenye madaraka, hapana. Hii alikuwa nayo, sisi tumemkuta katika hali ile, hii hali imemkuta katika hali ile. Kwa Abu Jumbe yeye mwenyewe anahadithia, anasema hakuwepo katika mpango wa mapinduzi ya Zanzibar kabisa, yeye hakuwepo. Na wakati mwingine anasema pengine yote ile amshukuru Allah kuwa kuwepo, kwa sababu wale waliofanya mapinduzi yale na baada ya muda mfupi wa mapinduzi watu wakaja kujua mauaji na unyama ulifanyika Zanzibar, na hasa wale wa Makonde ambao walitoka kambi ya Kipumbwi kuingia Zanzibar kusaidia mapinduzi. Hao waliua Waarabu wengi. Hata wale ambao walikuwa wamesaidia mapinduzi hawakutaka kabisa kujihusisha na yale mapinduzi.
nitataja majina, ndio mafunzo yanapatikana hapa. Mtu kama Abba Sykes, yeye ndio alikuwa kama kiungo kati ya Karume na Mwalimu wakati wa harakati za Zanzibar za kupigania uhuru. Alikuwa unapoleta jambo la Zanzibar utamwona amekuwa kimya, anakutizama tena, anakutizama na black face, kama vile kama hakuoni vile. Mimi nikaja kujua kwa hiki ni kitu kinamgusa, hapendi. Na namjua mzee wangu mwingine lakini bado yu hai, siwezi kumtaja jina lake. Yeye alishirikiana hasa na watu kama David Kimche, kubwa Mossad. Alikuwa akija hapa Dar es Salaam, yeye ndo alikuwa mtu wake. Wallahi historia zetu hizi zina mambo mengi bado hatujaandika. Sasa na hadi leo unapomuuliza mtu wa Zanzibar, katika viongozi wa Zanzibar wana mapinduzi, vipi kuhusu mchango wa Makonde ya Zanzibar, anakuambia hapa kwa na Makonde. Mapinduzi yote tulifanya sisi wenyewe ASP na ile kamati ya watu 14. Lakini katika kitabu cha Dr. Hassan Hassani ambapo mimi nami nilishiriki nacho hapa, iko mbali kidogo. Katika kitabu cha Dr. Hassan Hassani wameeleza waliohusika wazi kabisa kulikuwa na kambi Kipumbwi na ilileta hapa kwenda kusaidia mapinduzi. Sasa huu ndio ukweli wa hali ya Zanzibar ya mapinduzi. Na hivi katika miaka 2-3 hii kuna video inarushwa, wala haina wasiwasi. Mwalimu Nyerere ana kitabu cha Dr. Hassan hiki. Kwenye kitabu hiki inaelezwa kambi ya Kipumbwi kwa kina, si kitu cha mtu kusema kwa hawakuwepo Makonde. Na kuna video Mwalimu Nyerere unamsikia anamwambia Mzee Karume, vipi unanifukuzia watu kwa visiwani? Mzee Karume anajibu, sasa bwana Makonde kwa ile umetusaidia sisi katika mapinduzi na tumewapa zawadi, na watu tumewapa magari, wengine tumewapa pesa. Lakini sasa wanaitana wote wa Zanzibar. Na hichi kisiwa kitazama hiki. Nadhani hii wengi wameona hii. Sasa turudi kwa Mzee Burujumbe. Mzee Burujumbe yeye unaweza kusema chanzo cha yeye kupelekea hadi kujiuzulu nafasi zake zote ni kuwa Burujumbe yeye alihoji muungano. Ndio hapo alipogongana na Mwalimu kuwa anataka kuwe na uhuru lao kidogo kwa Zanzibar kuweza kujiamulia mambo yake yenyewe. Kwa hiyo akasema, akatengeneza hoja, na hii ndio iliniletea matatizo makubwa. Kuwa alitengeneza barua mwenyewe, alipa jina The Long Letter. Hii barua ilitayarishwa na Bashir Swanzi na kubwa katika barua ni kuwa alitaka iwepo serikali 3. Sasa hapo maana yake ni nini? Ni kuwa Burujumbe anaidai Zanzibar, kwa Zanzibar irejee iwe nchi ambayo inaweza kuwa na uhuru wake, kuwa na serikali ya Tanganyika, iwepo serikali ya Zanzibar na iwepo serikali ya muungano. Sasa Mwalimu hakuna kitu kwa mguso kama muungano. Mtu akigusa muungano Mwalimu alikuwa hawezi kustahimili, na alikuwa na hoja nyingine, anasema muungano huu sisi tumeufanya wenyewe, hatukuunganishwa sisi na wakoloni. Hii tumefanya sisi wenyewe.
kwa kuwa anaona kwa nini asimame mtu uhoji. Lakini katika hayo, kabla tujapenda katika hayo, licha kuaga kabla hapo aligongana na Abu Jumbe, kwa sababu Abu Jumbe alisaidia Tanzania kuwa na baraza la misikiti Tanzania, inaitwa BAMITA. Hii ilikuwa mwaka 1984, na akawa anatembea katika mikoa hii kwa jambo hilo. Mwalimu hili mkera, akatoa presidential notice akionya kuhusu viongozi wa serikali kufanya shughuli za dini. Jumbe nasema mimi nilikuwa najua kama ile presidential notice imetolewa mimi, lakini hakuacha. Sasa hapa pakaanza msuguano baina yao, msuguano. Yeye alikuwa akiamini kuwa yeye atakuwa mrithi wa Mwalimu atakapoacha madaraka, lakini Mwalimu anasema ndani nafsi yake, sasa anajiuliza sasa, sasa huyu Abu Jumbe, hali ndio hii, makamu wangu anapita huko anashughulika na misikiti. Nini hii misikiti maana yake? Sasa kwa mtu ambaye anajua historia kwa Nyerere na historia ya Tanzania, kuja jambo kama hili la Uislamu inakuwa umeleta jambo kubwa na jambo nyeti. Ikawa sasa turudi kwenye waraka wa Swanzi katayarisha waraka ule, lakini sijui vipi Mwalimu alikuwa na habari huu. Kuna maneno mengi hapa, maneno mengi kiasi ambacho huwezi kujua lipi ni lipi. Lakini Mzee Jumbe anasema kuwa ule waraka ukapotea, na anasema umepotea kwenye stadi yake nyumbani kwake Migombani, na mimi nimefika mpaka kwenye stadi yake, akanionyesha nyumba yake, sema hapa ndio long letter ilipopotea, na ikaibuka mikononi kwa Mwalimu Dodoma kwenye kikao cha halmashauri kuu, na pale sasa ndiyo kazi kubwa ilipoanza. Na siku ile alipotueleza kuhusu hii barua, yeye mwenyewe akaipa jina long letter, alikuwa nieleza kwa njia ya maskhara, kwa barua ndefu. Na pale Dodoma Abu Jumbe akakutana na Mwalimu uso kwa uso, na Mwalimu mkononi kwake ana ile barua. Sasa anasomewa ile barua, vifungu vile ambavyo hakika vinatokana hivi ni vifungu ambavyo nia yake ni kuvunja muungano. Abu Jumbe anasema mimi nikamwambia Mwalimu, lakini usisome hicho kifungu pekee yake, hebu soma na kinachofuatia na kinachofuatia. Mwalimu akuwa anakubali. Mwalimu akawa yeye anasoma vile vifungu ambavyo yeye anataka. Hata Abu Jumbe akatoa mfano, akasema kwa mfano mtoto alipewa pipi alafu ataka kumnyang'anya ile barua ndefu, Mwalimu mwenyewe alikuwa ameweka hapa. Kuna mtu yote anajua kuna nini pale na nini ilikuwa mwisho wake. Abu Jumbe hakuwa na msaada wowote na mtu yote kumsaidia kwa alilosema lile ni sawa. Sema huyu hawezi kuendelea kama kiongozi hali kama hii, lazima jiuzuru. Na ndio akajiuzuru nyadhifa zote tatu. Sasa siku hiyo katwalika nyumbani kwake, kaitumekaa funza.
Akasema bwana, mnaikumbuka long letter? Mzee Jumbe maarufu. Akasema long letter nimeipata. Sisi wote tukashtuka. Mzee Jumbe, long letter umepata? Naam. Siku zote Mzee Jumbe akawa akiwa nasikitika, anasema kama ningeipata mimi long letter, ningeandika mimi kitabu nikaeleza matatizo ya muungano, lakini sina. Na Swanzi alifukuzwa nchini, baadaye alifariki. Kwa siku zote ilikuwa haya ndio manunguniko yake, akisema long letter nayo. Sisi tukashukuru. Sasa mimi nikapata bahati na mwenzangu mmoja kwenda nyumbani kwake Migombani. Wakati huo kisha anza kuandika sasa kitabu chake maarufu, kitabu bwana, The Partnership, maarufu sana. Akatuigiza kwenye chumba chake kwenye stadi yake. Tizama stadi, unajiuliza Mzee Jumbe, vipi hii imerudi, wewe huna habari? Akasema mimi mwenyewe imekuwa ni kitendawili, kama ilivyopotea ndo kama vile ilivyorejea, kama vile matokeo majino karudisha ile long letter. Sema nimeikuta hapa kwenye stadi yangu juu ya meza yangu, alirudi sijui. Sasa kutokana na hii long letter ndio Mzee Jumbe kaandika kitabu maarufu The Partnership, Tanganyika Zanzibar Union, 30 years of turbulent years. Na anasema siku moja yuko pale nyumbani, kitabu kishatoka, askari anamwambia Mzee Mwalimu Nyerere yuko hapa, amekuja Mzee Mwalimu Nyerere. Akasema mkaribisheni. Akashuka chini akamkaribisha, wakasalimiana muda mrefu, alikuwa hajaonana. Akamwambia Shabudi, nimekuja naomba kitabu. Sasa Mjumbe akachukua kala moja ile na bila shaka ile autograph akamkabidhi Mwalimu. Sasa kuna mambo mengi katika hili sakata la Jumbe, na mingine inataka mtu kae we mwenyewe ufikiri kwa nini Mwalimu aliachana njia na Jumbe. Ni barua ya Swanzi tu ama kuna jambo jingine? Kwa sababu katika mazungumzo mengi sana na Mzee Jumbe ni kuwa alitamani kuwa Zanzibar angalau ipate uhuru kidogo, iweze kupumua, iwepo Zanzibar. Na nadhani amekufa hili bado likimkereketa nafsi yake. Basi nikasema kuwa leo tumkumbuke kidogo Jumbe na hii barua yake ndefu. Sio barua ile ndefu iliyoandikwa na Mariam Mbaa, hapana. Hii barua ndefu aliyetayarisha yeye na mwanasheria Bashir Swanzi. Assalamu alaikum warahmatullahi.